is City Church TV with the gospel to the end, delivering Christ to all through the gospel. For it is the power of God unto salvation. Listen and live the gospel of Christ. The song is in past tense. Past perfect tense. Thirieni nkanja ibuthaurite. It means that people have doubts about the freedom and the deliverance that Jesus has done to them. So the writer of the song says, remove all the doubts. Blessed assurance, being freed. Who is he that wants you not to believe that your sin was taken away? No, atakwenda womba kwa witiki ati meja maku imebiwe. Nkanja ibothaũrĩtwe nĩmũkũrĩtwe na tharike Jesu akuire burekerwe na meya jenu jarathirwa. Uliza mwanzo hiyo inakuingia. Hata tukimalizia ibada hapo si umehudumiwa? Tukalikiria ibada ungwetegia. Unaambiwa umalize nini? Othirie nkanja. Unge nkanja icho nyingi muno. Kauri na nkanja imbinge muno. Mashaka. Wega yori nkanja chaumekara. Even though songs are written, the Bible is testifying about how free God has made you. Na kinyoke kwa nyimbo ichiko kojera na mande kwa kojera bura Mulungu but you are the one who is living in a cocoon. You believe still you have seen. You believe still you have seen. You believe still you've short of God's glory. You still believe God is mad at you. You stand someone who wants to rectify and do something right. No. You should be contented by that which has been done for you. Praise the Lord. Amen. Viriyeninka geukia mwenzako mwimbie hii. Viriyeninka ibothaũrĩtwe nĩũkũrĩtwe na tharike Jesu akuire urekerwe na meya jaku jarathirwa. Let's get personal. Geukia mwenzako mwimbie sasa akiwa yeye. Don't say dhirieni, mwambie dhiria yeye. Dhirieni nkanja ibothaũrĩtwe nĩũkũrĩtwe na tharike Jesu akuire urekerwe na meya jaku jarathirwa. No tubwage tumikeu mwinagireni tumagirieni ndeto ciawe mwinagireni. Partitioning wall that was standing before us and God was demolished. And every
sons and God was finished. Na kinyao tukura kwa leo kata tegetwa Mungu ibwatirirwe. We were enemies of God, Twari amdo kwa Mungu. but not after Jesus died on the cross. Ende nyuma ya Yesu Kristo kwa gutio bukaire. We were enemies of God, Twari amdo kwa Mungu. but not after Jesus died on the cross. Ende nyuma ya Yesu Kristo kwa msalabani. By his death, he permanently united us with God. Gukurukira gikubi yake na ombere gutwatithania Kenya na Kenya na Mungu. God is holy, now we are holy. Mungu no mwanzo na tulipa. Not on the basis of what we do, Tira teno bora mwadhiki ometo makari. but on the basis of what Christ Jesus has done for us. Ende no tukabora Kristo atuhondere tetwinde. So this morning, Ukirewe mde. I'm so much happy. Ikwe kwa kenete mono. I want us to give our testimony when we finish the service. Ndenda kunenganira ukonje ake tukireke ibada. I want to give our testimony of my friends. Ndenda kunenganira ukonje wa muchore wakwa. How many love testimonies? Ibagana bendete maukonje. You know, through testimonies you are built up. Ukurukira uko maukonje mtu na kikaga. There was a man who was given privilege to stand before King Agrippa. Kwena mtu aperwe kamwekeka kuruga kwa mbele ya munene atagwa Agrippa. And he testified how he met Jesus. Na aomba kukojera kura alikanira na Yesu Kristo. So throughout this week I've been thinking about his testimony. Kiumya giki onda nigetwe nkituganiria ukoje kwa. Why was the testimony of how he met Jesus very important before King Agrippa? Ike no mtu ukoje kwa kura ombira kulikana na Yesu Kristo kwa alikuwa gitumi mbele ya munene uyo etagwa Agrippa. Was he not to speak anything else? Atikia mantu mangi. Why should he only speak about Jesus? Ike no mtu aliye mantu mengi Yesu ake. He's not speaking about himself. Atikuwa ni mantu mamwegie. In the book of the Acts of Apostles chapter 26, Ndeni bukuria maligio mantu mamirongo ine gatatu. there was a man who was taken to the king. Kwena mtu airiwa mbele ya munene. If you permit me, we read the whole chapter. Then Agrippa said to Paul, "Thou art permitted to speak for thyself." Then Paul stretched forth the hand and answered for himself. Agrippa akamwambia Paulo, unaruhusa kusema maneno yako. Ndipo Paulo akanyosha mkono wake akajitetea. For I think myself happy, King Agrippa, because I shall answer for myself this day before thee, touching all things which wherefore I am accused of the Jews. Najiona nafsi yangu kuwa na heri, mfalme Agrippa, kwa kuwa nitajitetea mbele yako leo katika mambo yale yote niliyoshtakiwa na Wayahudi. Especially because I know thee to be expert in all customs and questions which are among the Jews. Therefore I beseech thee to hear me patiently. Hasa kwa sababu wewe unajua sana desturi na maswali yote walio nayo Wayahudi, kwa sababu hiyo na kuomba unisikilize kwa utulivu. My manner of life from my youth, which was at the first among my own nation at Jerusalem, know all the Jews. Kwa maana Wayahudi wote wanajua maisha yangu tangu jana, yaliyokuwa tangu mwanzo katika taifa langu huko Yerusalemu. Which knew me from the beginning, if they would testify that after the most strictest sect of our religion I lived a Pharisee. Wakanijua sana tangu mwanzo, kama wakipenda kushuhudia ya kwamba nilikuwa Mfarisayo kwa kuifuatia madhehebu ya dini yetu iliyo sahihi kabisa. And now I stand, I am judged. Okay, let me come again, verse 6. And now I stand, and I'm judged for the hope of the promise made of God unto our father. Na sasa ninasimama hapa nihukumiwe kwa ajili ya tumaini la ahadi baba zetu waliopewa na Mungu. I really love that 6. And now I stand, and I am judged for the hope of the promise made of God unto our fathers. Na sasa nimesimama hapa nihukumiwe kwa ajili ya tumaini la ahadi
baba zetu waliopewa na Mungu. And to which promise our 12 tribes instantly serving God day and night hope to come, for which hope sake, King Agrippa, I am accused of the Jews. Ambayo kabila zetu 12 wanataraji kuifikia, wakimwabudu Mungu kwa bidii mchana na usiku, nami nashtakiwa na Wayahudi kwa ajili ya tumaini hilo, mfalme. Why should it be thought a thing incredible with you that God should raise the dead? Kwa nini limedhaminiwa kwenu kuwa ni neno lisilosadikika kwamba Mungu awafufua wafu? I verily thought with myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. Kweli mimi mwenyewe naliona ndani ya nafsi yangu kwamba yanipasa kutenda mambo mengi yaliyopingamana na jina lake Yesu Mnazareti. Which things I also did in Jerusalem, and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priest, and when they were put to death, I gave my voice against them. Nami nikayafanya hayo Yerusalemu, nikawafunga wengi miongoni mwa watakatifu ndani ya magereza, nikiisha kupewa amri na wakuu wa makuhani, na walipouawa nilitoa idhini yangu. And I punished them oft in every synagogue, and compelled them to blasphemy, and being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities. Na mara nyingi katika masinagogi yote niliwaadhibu, nikawashurutisha kukufuru, nikawaonea hasira kama mwenye wazimu, nikawaudhi kama katika miji ya ugenini. Whereupon as I went to Damascus with authority and commission from the chief priest, basi katika kazi hiyo nilipokuwa nikienda Dameski mwenye mamlaka na maagizo ya wakuu wa makuhani, at midnight, O King, I saw in the way a light from heaven above the brightness of the sun, shining around about me and them which journeyed with me. Mfalme, ndipo wakati wa adhuhuri njiani niliona nuru inatoka mbinguni ipatayo mwangaza wa jua, ikinimulikia mimi na wale waliofuatana nami pande zote. And when they were all foreign to the earth, I heard a voice speaking unto me, saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? Is it hard for thee to kick against the prick? Tukaanguka chini sote, nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Ni vigumu kwako kupiga mateke mchokoo. And I said, who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest. Nami nikasema, wewe hu nani Bwana? Bwana akaniambia, mimi ni Yesu ambaye wewe unaniudhi. You know, this is the message that Jesus had for Paul. I am Jesus whom you persecute. Ni gonde Yesu Kristo ora oko dhombia. But you know, every time in English you find the word for first sentence, the following word is but. It changes the first sentence that was said. Ndirokegwa kiri rwalia runthe kwegwa kwina gintu rwalia rukwirwa indi kumaanisha bora boyite nyuma ya buga indi. I am Jesus whom thou persecutest, but ni gonde Yesu Kristo ora wegetwe ukithombia indi. Rise and stand up thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of the things which in the which I will appear unto thee. Lakini inuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe huwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako. Delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee. Nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao. Verse 18, you underline that? To open their eyes,
wafumbue macho yao. It means they had closed eyes. Kumaanisha bari na metho matu manu. What they were seeing was not the precise. Na kurabonaga tipwama. If somebody is sent to you to open your eyes, it means you are blinded. Okay, mtu nagotumwa kenda kurugura metho maku ikumaanisha we mutumumu. So the mission of Paul was, Saul was, Paul atumetwe kurutha. hey, go and open their eyes. Ethi okunure metho mao. To turn them from darkness to light. Kenda umba ko bachiogorira weroni. Turn them from darkness to light. Umbe kubaruta mwinduni baya kiri weru. It means they existed in darkness. Ikumaanisha baturaga mwinduni. They were grouping in the darkness. Ikumaanisha bagaragaraga mwinduni. By receiving the messenger of God, they shall see light. Ende kuamukira mutumwa wa Mungu bomba kuona weru. And from the power of Satan unto God. Na kuwageuza waiache giza na kuelekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. That they may receive forgiveness of sins. Kisha wapate msamaha wa dhambi. And inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Na urithi miongoni mwao walio takaswa kwa imani. Let's read all of us verse 19 as we finish. 1, 2, 3. Wherefore, kwa hiyo, O King Agrippa, Mfalme Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. Siku ya hasi yale maono ya mbinguni. There is one major thing kwina gintu kimwe kinene muno that is so big and huge kira kigwa kinene muno that carries the theme of the Bible. kira gikuaga kiongo kia Biblia yonde. There is something that people are looking for kwina gintu antu begwa bakithuja from morning to evening, kuma rukiri and mwanka from ugoro evening to morning. na kuma ugoro mwanka rukiri. That thing seems so far from every one of na us. gintu gikuge karata gikuraya muno kiri antu bonde. Yes? Yes? Eh. Yes? Pesa. Pesa. Achana na pesa. Pekana na pesa. There is something that is called forgiveness. Kwina gintu gitagwa urekeri. Forgiveness is the most sought thing. Kurekerwa igintu kira gichwagwa na antu muno. Forgiveness. Kurekerwa. People are after forgiveness. Antu ibegagwa bakienda They kurekerwa. want to know how to be forgiven. Naiba kwenda kumenya ina hata bomba kurekerwa kama. They are pleading with God to forgive them. Na bakegwa bakiereka Mungu muno. They are asking from morning to evening, Na begwa bakioria kuma rokere. and from evening to morning. Na kuma ogoro mwanka rokere kairi. When January comes, they are asking God for the forgiveness. Na rira Januari kiambiria bakauri orekeri. They continuously ask God for forgiveness until December comes. Na bakauri orekeri mwanka December gakinya. And when they are at the end of the December, they are asking God for the forgiveness. Na rira bakinyera gacumbere ka December no bakoromba They orekeri kairi. don't have a way of forgiveness that is from the God. Batina njira ya kurekerwa kumanya na Mungu. There is a way to be forgiven. Kwina njira yonka ya kurekerwa. It is hidden in the scripture. Na ende ni ya maandiko. But people are living like the prodigal son. Ende ando beturata mwana ora aurite. You know, the prodigal son thought, Mwana ora aurite adugana ya by me coming and begging and beseeching my father, oyete nanka mbakwereka baba bwega. therein will I be forgiven. Ukorokera kumwereka nkaumba gweta. By me coming and begging and pleading with my dad, Akaya kinyanka mwereka na nka mwereka bwega. therein he will be merciful to me. Ukorokera kinyako mwereka goku akambigirwa kyao. By me coming humbly Nanka yandegi yetie buru. and innocently, Nanka yangeita mdote mabeti ndina a mo. victim now, Na kinyanka yankenke mwana kinyanko mkwewaneso. pleading with my father, Nanka yanka mwereka mono. oh Father, Baba. I am no longer worthy to be called your son. Antibaterite weto mutana waku kaire. You know I don't deserve to be called your son. Na antiko batara weto mutana waku. I have sinned before heaven and before the earth. Yetie mbere ya egoro nande. I even am not worthy to be made your son. Na antiko batara kaire weto mutana waku. I'm looking for sweeter ones to convince God. Megunganya biugo bila biena morio bila biumba kwereka Mungu agetigeria. Oh God, Mungu. you are merciful. Wewe wonyolikiao. You are merciful. Wewe wonyolikiao. We know you are merciful. Tokomenya wewe
kiriri kiao Your mercy. na kinya kiao giaku From the beginning of the year to the end of the year, your mercy is new every morning. kuma mwambiri wa mwanga gokoroke kumwanga mwisho mwanga Remember your mercy ririkana kiao giaku and forgive us. aombe guturekera Remember your mercy. ririkana kiao giaku. They are pleading with God to forgive them. Bego wabakiere kamurungu rionthe kenda And abareke after they pray, they feel good that they are now forgiven. na baomba koromba bakegwa bagutahuka na bakegwa bwega bakorekerwa Their forgiveness is built on them asking. kurekerwa kwao kumanitie na bo It has got nothing to do with the death of Jesus. So amwira Saul arise, ukira stand upon your feet. rugama na maguru maku I have appeared to thee this day ambombete gukumira emunde for this purpose. kenda nonto bagitomige What was the purpose? igetomige kiari kiriko To make thee a minister ikenda gotwekithia and mutomekeri a witness both of these things. na monkoje wa manto mama monde Which things? manto mareko Forgiveness of sins. kurekerwa kwa meya. Amen. 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 Paul was made a minister Paulo ombire kuthondekwa atwika mutomwa to go and proclaim kenda athi kwanirira the forgiveness of sin. kurekerwa Now, kwa listen meya. to me, church. Ndikiria ni kanisa If you are far from forgiveness of sin, okegwa wikura yana urekeri kwa your meya eyes are yet closed. metho maku nende no amatumene You are in darkness. na kaende we mwinduni You are in the power of Satan. na nuwati twende ni ya mainya mankoma. Did I say something? Kuri otondauga If you are looking for the forgiveness, okegwa nende no chwaga urekeri you are still na nende under the domain of power of Satan. no rinde ni ya inya ya nkoma Your eyes are blinded. na metho maku imatumumite You are in darkness. na wende ni ya mwindu To be in darkness kwegwa wende ni ya mwindu is not to be aware of the forgiveness of sin. Sorry. To be in darkness Kwegwa orinde ni ya mwindu is not to be aware of the forgiveness. ikorega kwegwa kimenyaga urekeri bwa ma. How many churches today Ikanisa igana are emunde looking for the forgiveness of sin? bakoro bakuchwa urekeri bwa Meaning, kumaanisha atire if they are seeking for the forgiveness of sin, okegwa nende no bakuchwa urekeri bwa me their eyes are yet to open. na metho mao kumaanisha ni baba watirie go They are in the darkness bende ni ya mwindu under the power of Satan. na bende ni ya mainya mankoma. To be under the power of Satan Kwegwa orendo gwate To be in darkness na kwegwa orende ni ya mwindu and to be blind na kwegwa utakuona means you are not aware of the forgiveness of sin. kumaanisha wewe utikomenya bwega kurekera kwa meya. And Paul was made a minister. Na Paulo atwikidwa Go and proclaim ethi wanderere to the Gentiles yere baraba tatana how forgiven they are, baraba rekeretwe how merciful God has been to them, na bora Mungu aberugiretwe kiao how he took his son, na bora athukirie mutana wake laid their sins on him, na aomba kurekera meya mao punished him on their behalf, na mukano kinonto bwao and by this action na gukorokere thithio they rire are free from sin. aomba kuthaura kuma They are free from the power of Satan. aomba kuthaura kirinya ya They ngoma are not, their eyes are open. na metho mao makunurwa. Praise be to the name of the Lord. Amen. What is the truth? Na uomba ikoreko Hey, forgiveness. iwo ikurekerwa kwa meya Thie nikaja buthaũrĩtwe nĩmbũkũrĩtwe na tharike Jesũ akuire ũrekerwe na meya jenu jarathirwa. It is something that happened. ikintu giakarikire tayari That is why it is being reported to you. ndo mama makwanirwa kire bigo If this truth has not dawned in
your heart, then your eyes are still blinded. You are still in darkness under the power of Satan. People think to be under the power of Satan, it is to mean you are possessed. How do they overcome Satan? Devil. You are defeated. In the name of Jesus. Be defeated continuously. And when you attend their services, after every few sentences, the preacher repeats, Shetani ashindwe. Yes? Uko na shaka alishindwa? Ni nani anaweza sema Shetani ashindwe? Shetani ashindwe. Shetani ashindwe kabisa. Shetani ashindwe. Semeni ashindwe mara 7. Ashindwe. Maita mugwanja. Shetani ashindwe na njia hiyo. Komati chinda wano ntoba biuko bienu. Kwa sababu unapata huru. Unafunguliwa. Ukadhaura na ukanogoka huru. There is a man kwena mtu mwe who was doing business, ora arodhaga biashara, and he was doing well. Na yetebwega na biashara. He prospered. Na aomba kutherema. His business became the talk of the town. Na biashara yake atuwekanie kumenyeka muno, became very famous. Na atuweka mtu enegweta muno. He had a lot. Na harina into bingi. But something happened that crippled him financially. He found himself into wrongs. Deep wrongs. Huge wrongs. Heavy wrongs upon his shoulders. So the auctioneers were coming after him. So he sold everything he had. He went to a far country. He was hiding there for the first year, second year, third year, fourth year. He lived in fear. He was not bold. He couldn't come out to the light. He had his dealing on the corners and behinds. Person was in debt. When he was rich, he had detached the life of one son. And this person went out overseas. And he prospered. So after 5 years he came back. And he wanted to look for the friend who helped him. Where is so and so? Oh, we know nothing about him. He became so poor. Then he was auctioneers were after him. He left his family and disappeared. No one has a clue where he left. But this man was so heavy-hearted. He had so many wrongs. Huge wrongs. So this friend went to banks. How much do you owe? Does my friend owe you? The bank was calculating. We had given him 2 million. But he has arrears of 5 years. So by this time she paid 4 million. Friend said, my friend owes you 4 million. Yes. If I pay you 4 million,
my friend will be free. Ngaya kuboria milioni inya muchore wakwa aigwa aimuthaũria buru. Yes. So the man wrote the check to the bank. Muchore uyu andikira bank check. Over how many millions? Ameandikira mbeca ingana 8 millions. Abandikira milioni nyanya. My friend owes you 4 million. Muchore wakwa buri murandoka milioni I'm inya. depositing 8 million. Nende ngwekira milioni inyanya. You take your money Bodhokie mbeca chia in the account of my friend to have another balance that looks like you are. Na ngwongera muchore wakwa mbeca taira bukomurandokaga. So he paid the 8 million. Arire milioni inyanya. It's time to be the country elapsed, so he left. Antugo chiakeche kokarantegoro nagu yathira achoka na araturaga. But there was no one to report to the gentleman that his debt was paid. Lakini gutari na mtu wa gukujira mtu ora arandokagwa ati riando riake riarirwe. The 5th year his debt was paid in full and a balance of 4 good million balance account. Yani nyuma ya miaka 5 riando riake riarire kurigwa na iguru ria irando rira ikwari na milioni chinge inya. Are you listening to me? Ndokonthikira. But where is the man? Ende mtu uyu arandoka gwa inkwari In far country. How is he living? If you meet him and you tell him, hey, ukarikana na ukamwira hey, you are a millionaire. wewe mtu ena mamilioni maingi. He tell you, shut up. Akwira mkira. I was. Nitari. But not anymore. Ende dhaino ariba. Can I be a millionaire living this beautiful? Yani yon no twigete mtu ena mamilioni kweli ngitura maisha makalio. I saw somebody repenting Endo nile mtu mwakirira and pleading with money. oh money akireka mbeca. Money, I repent. Mbeca ngo itu abangu gachori. Why are you running away from me? Iki no ntu abangu mera kona ni no ko umere rengi. Is it because when I was in Form 1 we had a motion? Iboratia to ari form 1 to ari na kwaraniria kona. Money is better than education. Mbeca ni mbega kire. And I was opposing. Na ndari rubande rwa kubinga. I was opposing money. Is that the reason you ran away from me? Money, I repent. You are better than everything. Come back to me. Mbeca itu abangu kweli itu choka kire ni wewe kira gento. Imagine Tuganya. the debt was paid the 5th year. Riando riake riarirwe mwaka wa 5. But the 6th year the man lived miserably. Ende mwaka wa 6 mukoro uyu no aturaga na rwaka irwingi na Anakula kwa mapipa. na akaraga nara akire yata chokora. Amekonda mpaka ndawa za minyoo hajameza kwa miaka 5. Yani achengete mwanga menyone kumure atariga ndawa. Na wakati huo ni milionea. Gitareru Na si milioni moja, milioni chie bank. Ako na 4 million kwa account. Yani anateseka. Inya bank lakini no Ako na mashinda. No aina madhina madhinga tene. Akiomba na ya Mungu nikumbuke. Wawe Mungu uniondoe ingori. Mungu anajua ngori iko wapi? Ende Mungu si wewe ni milionea ni kujifanya tu unajua. Ende wewe ikawe bethetia wewe maskini lakini kange wewe getonga. Mwaka wa 6, mwaka wa 6, mwaka wa 7, mwaka wa 7, mwaka wa 8, mwaka wa 8, mwaka wa 9, mwaka wa 9, mwaka wa 9, mwaka wa 9. Jamaa akiwa anakurwa na sida. Yani mtoyo atata kunyawizi na mwega amekurwa. Yani aleto ali akukothira karibu aishe. Mwanga athira. Akapatana na jamaa. Alikana na mchore. From the village. Alikana mtu walipatana huko katika vichorochoro. Wakuma na arora tora alikana. Why are you living this miserably? Ikinoto gotora maisha you remember the man who was your friend who left to up countries? Nokoli bikana mchore wa overseas. He came back and he paid your rent. We hear from the bank he paid your yani adire na bank your loans, your arrears, and he deposited a lot of money to your account. Na aikira mbeje imbinge mono account ni yaku. So please come home. Echoka mochie.
enjoy your life. Eyo wanjiri gukenera utoro bwa kaire. The man looked at him. Mtoga mura amutegera. Nyinyi ndio mmetumwa ili nishikwe. Yani biwe ndivyo botometwa kenda ngwatwa. Nyinyi ndio mmetumwa ili mimi ni ibigo yani bobo wenda kunkunyanira ngwatwa. Utoe wapi mtu wa kukulipia ndeni kubwa kama ile? Yani utamto ureku au mbako kulirera ndugu nene. Akaendelea kuteseka mwaka wa 9 na mwaka wa 10. Endelea kuteseka mwaka wa 9 na mwaka wa 10. Wakapatana na jamaa mwingine. Bali kana mtu wongee. Akamwambia the same thing. Ya mwera mtu mwera. Why are you living in tatters? Iki nonto ugotora kinyawe kirita matame. We had itwegirwe. Your friend came. Muchore wa paid you everything. Na ajili ya kila kitu deposited out of money. Na kila kinyamu mbeje. Why are you living this life? Iki nonto ugotora maisha ta mama. Atrisa kanzi. Hawa watu wanaweza kuwa kweli wanajuana. Yani ndo baba naomba kuigwa kinya ikaborio emwe. Yule jamaa ile miaka 2 iliyoisha aliniambia jamaa alikuwa. Yani miaka 2 methikwe na uyo ngeambira mando tamamu kaire. Hebu nifanye utafiti. Kamba mbele yako rudha upelelezi. Jamaa akaanzia utafiti. Ajeria kuthigana bwenga. Akasema au bateri naenda kwa bank. Devi Bank. My Equity Bank. Akire banki ya Equity. Niende niulizie the teller. Ndimboli ora customer care. Akaunti yangu iko na pesa ngapi? Akaunti yako ni ina pesa kana dhaino. So akaenda. Pole pole. Tora kachia bank. Afikiri bank. Hakuna wasiwasi. Aina wasiwasi mbiki. Wanaweza nishika. Mwaba kwa tena wewe baba. Nimewaepa kwa miaka 10 sasa. Yani kurukita miaka 10. Sasa. Tena. Hamso. Ni wote kanyakania. Niangalie akaunti yangu. Tangalia akaunti yako pesa hivi kana ile ku. Akaambiwa your account balance. Akaunti yako ina balance. Are you sure this is your account? Ndokutoka ina account yako? Your account and you. Account ya porere no runa bora ochengete ndikuona tamu kuthiania. No. Are you sure this is your account? Ina account yako. Repeat your ID again. Tambira na mbenu kairi. Are you sure this is your ID? Yani ID ino ni yako. Kibande kiki yako. You mean you have this amount of money in your account? Yani wewe na mbeji no chimbinge o account ni yako. 4 million. Wewe na million inya for the last 5 years. Miaka 5 mithiru. Wewe tu na mbeji no account ni. Jamaa akasema au na hii kukura kwa pipa. Yani ni undete na kurara nje. Na kurara kurerwa. Mtu ambaye angekuwa analala 5-star hotel analala nje kwa kibanda. Kinya mahoteli marama na kuma monotha ino ndera nja. Mtu ambaye angekuwa wa kuhurumia wengine amefanyika wa kuhurumiwa. Yani mtora aigwa ari egirwa bange kiao wenwa kwegirwa kiao. Mtu ambaye angekuwa wa kulisha wengine amekuwa wa kulishwa. Yani mtora bateri kubanwa kolera babange atwigite kinya wa kolerwa. Sasa nataka niulize, ukombozi wake ulifanyika miaka ngapi ilisha? Yani kukorwa wake akorirwe kiri marando miaka ngapi? Miaka igana mithiru. Na hiyo miaka ingine 5 alikuwa anateseka kwa sababu gani? Miaka ingine 5 ateseka no tobwambi. Upofu, si ndio? Ndo botu mumu. Ijapokuwa ndeni yake imelipwa. Okay, kwera ndo yakiriri toya atari akomenya kana ili alilo. Tigani hadithi. Rogana roro si hadithi ya huyo jamaa. Rogana roro tiro mtu huyo. Ni hadithi ya kila mwanadamu. Rogana roro kila mtu. Tulikuwa na ndeni ambaye hatungeweza kulipa. Vitu alinera ndore nene tutikiomba kulia twingwa. Na Yesu Kristo akaja akatulipa. Yesu Kristo aja aturira. Lakini hata kama amelipa, lakini yokiyegwe na reire. Wengi wanaishi tu na mashaka. Yani baingi batorete bena wasiwasi. Na bena wasiwasi bingi. Maisha wanayoishi ni ya omba. Na maisha maraba torete makoromba. Yone huruma. Aliyepewa huruma, aliyependwa, yani ura egirwe kiao tene ura ende to endo bonene. So Paul was told, Paulo I make you a minister. Ndenda kugutwikithia to go to open their eyes. Kenda uthi urugura metho mao. To make them quit darkness and enter into light. Umba kuba rutakire mwindu obatonye weruni. To seize
from the power of Satan and enter them into the power of God. baumekere inya ya ngoma batonyekere inya ya murungu. How was it to do that? Nata aumbire kurotha bantu mamu By bringing the information direct. na kureta ntomeri ira batari niyo. Hey, you are forgiven. Nurekeretwe 200 years ago, 2000 years ago, miaka ngirichie a man came, received your monana ile adokia meja maku died on cross. kwa mudharabani yegoro. Now you are forgiven. Ni wewe mureke You are loved. wewe mureke You are acceptable. na wewe uwetekereketa You are kaire the darling of God. wewe ni wewe mwendo mwana mwana wa Mungu. We hapana. Alitotiga bai Unajua all people are sinners. no komenya to bonde neja And came short of the glory na of God. ikiba kwa yo Mungu. Oh God, Mungu remember your mercy. Mungu Remember your grace. mlikana Oh, we are not worthy. Tio totiagerete Hatustahili. totiagerete Ni wakati gani hatukustahili? ni gitari ni kore tutaetikirikaga Kabla tupate mkombozi. mbere tuwata motokori. Baada ya kupata mkombozi, Ila tuonile wa kutokora nimekombolewa na Yesu aliyenirehemia kwa damu ya mauti ya kwa bei ya mauti yake nimekuwa mtoto wake, nimekombolewa na Yesu aliyenirehemia kwa bei ya mauti yake nimekuwa mtoto wake. Oh, kombolewa na kombolewa na damu ya Yesu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli. Bwana asifiwe sana. Uliza mzee uko na mashaka. wewe na kanja Wewe ni mwana wake kweli ama wewe ni mwana wa haramu? wewe mwana wake wa ma kana wewe mwana wake mwana wake wa urongo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Uliza mzee wewe ni mwana wake kweli? Tabolie wewe mwana wake kama Wacha tuongee kidogo. tatia twaranilia nini? Wewe ni mwana wake ama unajaribu kuwa mwana wake? Wewe mwana wake kana nukogeria gutuika mwana wake. Shida ya dini inakufanya mwana wa haramu anayeweka juhudi kufanyika mwana. Wewe thina ya ndini gutuika itumaga gutuikithagia mwana wa urongo kwa Mungu ugekira utea kwingi muno na kwirutanira kwingi muno ikenda utuika mwana wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uliza mwenzako wewe ni mwana wake kweli? Tauria uragonge wewe mwana wa Mungu kama maandiko inasema katika kitabu cha which verse is this? Kama akutunyima mwana wake. Is it? Romans chapter 8:32. Romans 8:32. Kama Mungu hakutunyima mwana wake. Okay, kwa Mungu ata saira mwana wake Alitupea na tunengere akufe kifo chetu, akwe gikugi yetu, abebe aibu yetu, akwe kinya igiri yetu. Bwana asifiwe. Amen. Ni nini ingine hatatunyima? Imbio Let's read all of us want to go. Todome twinde Want to go. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ni mwana wake kweli? Wewe mwana wake kama Wewe ni mwana wa Mungu ama unajaribu kuwa mwana wa Mungu? wewe mwana wa Mungu kana ndogeragia kutuika mwana wake. Swali la pili, uliza mwenzako yule mwana anapendeza sana wewe ama anapendeza kidogo ama mwenye anafanyanga Mungu akaya amekasirika? wewe mwana ora
aendekaga muno bwega na etikiriki Mungu kana no wethera weteketio uri mwana ende ukamwana we ndi mwana wake ndona achabuke lakini sionangi kama namfurahisha ule karanga vile na kaanga lakini wewe na jioni ndetaka mimi anajua kweli mimi ni udongo na mbele yako unanielewa tu mimi ni udongo no weteketie mwana wa Murungu ende tumanto twawe onaga yatumba kurigeria Murungu ethire na ngwataniro no yani ni nani wewe ukare ni Mungu wega bwaku kana we bwaku gatigate ka ngwataniro we kuna Murungu usisimamishe kazi kuri kurungika mbere Murungu wake ne bugira Kristo akurite usisimamishe kazi yako mbele ya uhusiano wako na Mungu kwa sababu unapaswa usimamishe kazi ya Yesu Kristo maana hiyo ndio tu aitingiziki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekombolewa na Yesu aliyenirehemia kwa bei ya mauti yake nimekuwa mtoto wake kombolewa na damu ya Yesu mimi mwana wake kweli. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamefunguka macho? Ibagana bamba kuruka mendo. Wangapi walitolewa kwa giza wakaingizwa kwa nuru? Ibagana barutwa mwinduni batonywa weruni. Wangapi walitolewa kwa nguvu ya shetani wakaingizwa kwa nguvu ya Mungu? Ibagana bombete kurutwa kirinya chiankoma batonywa kirinya ya Mungu. Hiyo haifanywi na nganga. Bobu botirudagwa inganga. Toka uma. Fungua sasa. Uruka kaini. Si hizo atuongelea hizo vituko. Vituko bibu. Hizo ni vituko. Bamu beta wa sarakasi. Tunaongelelea. Tole ale. Ndio ndapondikira roho imerengara. Unisikize kabla niketi chini. Kufunguliwa macho. Kurugurwa medho. Kutolewa kwa nguvu ya shetani kuingia kwa nguvu ya Mungu. Kurutwa kirinya yanko magotonya kirinya ya Mungu. Ni kufahamu ondoleo la dhambi. Kuelewa bora meja makume birwe. Kama hujafunguliwa, kama hujafahamu msamaha wa dhambi, hata kama unasema toka. Onoke kwa kinyo tiere wa urekerwa meja nyoka kwa kiuga. Akokira. Wewe tumumu. Mko wangapi? Polipagana. Mmetoka kufanya nini? Utometa kuroda hata. Nani alipea watu ruhusa ya kuongea na mapepo? No, we apere antu uroda no kwaranya na mandaimono. Kanisa ya Kristo kuliko iwe na sauti ya mchungaji iko na sauti ya sijui ni ya nini, vituko tu. Yani kanisa ya kanisa bantu yego yena sauti ya murithi wa Yesu Kristo ina ituko binge. Na unakuta TV ya mtakatifu iko hapo tu. Sasa TV. No kedira TV ya modelu ile yangu nakuona bora makuja kuja. Nafurahia vyenye mtumishi wa Mungu anatumikanga. Nge kwa kikenera bora mtumishi wa Mungu atumeka. Namba kaga mono. Eno pako. Uliza mwanzangu, uko na hakika wewe si kipofu? Wewe daudi ora ongewe na uma wewe otie mtumu. Uko kwa hakika wewe hauko kwa giza? Wewe na umaka mawe otire ndani ya mwindu. Uko kwa hakika hauko katika nguvu ya shetani? Wewe na uma ati otie mateka wa mkoma. Sababu moja tu ili usiwe katika hayo mambo matatu. Kendo tikego fahamu mambo matatu. Msamaha wa dhambi.
eregwa na umenye kama bura umbite kurekerwo meja It will be the beginning of better relationship with God. ikegwa eri mwambirio omwenga gwa ngwataniro yaku na Murungu. Our loving Father, Baba wetu twendete muno we thank you this morning. tucokeria nkatho rukirwa Like a man who left his family because of debts, wata mtu ora ombire gutoroka nja yake no tuba marando even though his debt was paid na in full, kinyoke wera ndo yake ari kurigwa ya thira with a huge balance remaining upon his account. na aomba gwikirwa mbeca imbinge iguru ya kinyande ni account yake. Yet he lived miserably, ende atorire muturo bwa kwigirwa kia in great fear, na atora no gwa kwinge in deep torment. na kinya atora kinya aimukarire Even though he was made free, na kinyoke gwa nombire kuthaurwa kumba kiri marando yet he was in prison. ende nwari njera ya marando He was ignorant of what was done to him. na taiye kira kia arodhiritwe. Father, we thank you. Baba itoshokeria Even though you loved people, na kinyoke gwa nwendete antu you muno took their sin and you punished it on Jesus. na watho kia meya maona wakanu kige Yesu Kristo mo They are so hard to believe. ende bobe na They kwa continuously call themselves sinners. onende emde toleno abako ibita eja It is so obvious to them that they are short of the glory of God. na babona gataka boli onto bogi kerudu kuga ibata ukirito no But that is the lie of Satan. ende And that is why you met Apostle Paul. na into mawombire You gutoma made him a minister into mawali na to go and open the eyes ikenda omba kurugula metho mao and to take them from the power of Satan to the power of God. omba kubadhamia kuma kirinya ya To take them from darkness and enter them to light. ikenda omba rutandeni ya mwindu abareta kiri weru By explaining and elaborating to them how their sins were forgiven by the death of Jesus. abataru kanibye na banirire bura meja mao mombire kwebwa uguru This is the testimony of Paul to King Agrippa. akobo bwari ukoje bone na bwa May it be our testimony wherever we go. agetweke ukoje bwa to bondera to Any kandi chance opportunity we get to start anyone, kinyaba ntuonde to kaona kanya gakuruga mabantu onde may we speak about how we've been made the minister. gatombe kuruga mabura to kiuga bura tombe to We should seize time to open the eyes of many ikenda tomba kinya kunura and to snatch them from the power of Satan to enter them into the power of God. tombe kubatunyura kuma kirinya ya mwindu na kinya nkoma to bale As a church, we are thankful and grateful takanisa tole na nkado that we are well versed when it comes to the forgiveness of sin. ati tombe ite kwigwa twina mande kuma kinya nirite kwa bura wombire kwebya meja metu Thank you for making us to have the true faith. ibwega no tobago twekivya twigwa twina Thank you for giving us the true church. ibwega no tobago tureta ndani ya kanisa The ya church that is established on the sure foundation of the works of Jesus. na kanisa ira yombite kwando kire mushingi wa ma na umuriku wa kigo gyaku Going forward, oh God, tuthiete na mbere wa umurungu that we may sing to you continuously akenda tomba kwigwa tulikiwe and speak about the good news. na twalie kinyanguma embega It is in Jesus' mighty name indeni ni kwa Yesu Kristo we pray and we believe. tukoromba na tuwitekia Let everyone say amen. amen Makofi kwa Yesu. tukongwera ni Yesu Our Kristo online viewers, may the Lord bless you. kile baba kutekana mtandao murungu abudharime Ushafanyika mwana ama unajaribu kufanyika mwana? wego no twekete mutana wa murungu kana no kogeria gutweka mutana Kama bado haujafanyika mwana, okengwa naye ndio tikore gutweka mutana wake I'm sorry. ingwe ndi sorry You've muno got nothing to do to become. otino agintu no akimwe gomba kurotha ikenda omba gutweka The easiest way to become the son of God, njira imbuthu muno ya gutweka mutana wake it is written in the book of John, kwandikitwe ndani ya buku ria John chapter 1, verse 12 and 13 and 14. niandikitwe kiri Johana emwe mustari wa 12 na As 13 many as received him, baba baingi bara he bamwamukire gave them power na bapere to uhoti become the sons of God. bagutweka atana ba murungu You can only become the son of God omba gutweka mutana wa murungu by receiving whom God sent. okwa ukorokera kwamukira It is not in your obedience, tiko korokera kwathika it gwaku is not in your humility. na tiko korokera kwinyia The wa Lord bless you. Give you a good week. murungu abutharime na abo pe kiumia kiega Stay tuned. Let's meet next Sunday. ndithina mbere gututhingatira na turikane Jumapili kaya Amen. amen. The City Church TV with the gospel to the end, delivering Christ to all through the gospel. For it is the power of God unto salvation. Listen and live.
the gospel of Christ.